tunamshukuru Mungu. Tumeamka salama. Naona wiki hii imekuwa iliyopita na iliyoanza mambo ni mengi sana. Ndio. Hasa kuhusu dabi, kuhusu migogoro mbalimbali. TFF na Yanga, Simba nao wanaibuka. Kwa hiyo mambo ni mengi. Ndio. Kiasi ambacho hata sisi wadau wa mpira tunavurugikiwa, tunaojiuliza kulikoni? Mpira wetu utakuwepo au utakuwepo? Au ndio unaelekea kufa? Ndio. Na kwa nini ufe? Sababu ni nini? Ili tunusuru mpira huu, nini kifanyike? Ndio. Sasa na serikali ishajinasua, itahusika na lolote. Bali wanaoweza kuwajibika ni wao wahusika kwenye soka letu tulinusuru. Kwa hiyo imekuwa ni wiki yenye mambo mengi sana. Tutazungumza mambo mengi sana. Kwa hiyo mimi nawakaribisheni, karibuni. Na mimi nitoe mchango wa mawazo yangu. Naam. Mzee George, kwa kitu ambacho walichokifanya bodi ya ligi mara ya kwanza kuwaita Yanga kuwasikiliza vitu gani ambavyo wanavyohitaji na wakataja vitu vao ambavyo wanavyohitaji. Umeona, ikiwemo bodi ya ligi kuwa huru kutoka kwa CEO, kamati ya masaa 72, lakini pia kamati ya uratibu wa hivyo vitu wanahitaji kutoka, na pia kwa CEO. Kwa namna Yanga matakwa yao ambao walotoa, unaona wako sahihi hivyo vitu vitolewe kwa wakati huo ili kuelekea mchezo wa dabi ya tarehe 15, au Yanga kwa hivi vitu ambavyo walivyovitaja ni nje ya hivi vitu wanavyovihitaji? Kwanza niseme kitu kimoja. Kwanza kwa kweli nimesikitika sana. Nimesikitika, muda umekuwa wa ajabu sana. Nimesikitika kwa maana kwamba sikuona sababu bodi ya ligi wachelewe kuwaita Yanga. Kwa sababu mchezo ule ulivunjika tarehe 8 mwezi wa 3. Tumekuja mwezi wa 4. Tumekuja mwezi wa 5. Tunakuja sasa mwezi wa 6. Eti bodi ya ligi ilikuwa bado haijaona umuhimu wa kuwaita Yanga. Yaani hili jambo mimi nilitarajia ndani ya mwezi ule wa 8 kutoka tarehe 8, yani ndani within ya mwezi ule wa 3, bodi ya ligi wangejipanga kulizungumza hili jambo. Ndio. Ni wazo zuri la kuwaita Yanga na kulizungumza ili waweze kupata mwafaka. Lakini bodi ya ligi kwa sitofahamu wamekaa nalo muda mrefu. Sasa wanakuja kukutana na Yanga wanawapa masharti. Kuna sharti moja la muda mrefu lile la 4, lakini matatu ya muda mfupi. Ambayo wanasema sijui CEO ajiuzuru, katibu mkuu wa nani ajiuzuru, na kamati ya masaa 72 jiuzuru. Hii inawezekana. Inawezekana kabisa. Inawezekana kwa sababu hiyo kamati ya masaa 72 ndio iliyovuruga nini? Ule mchezo wa tarehe 8. Unajua mpaka leo mimi ukiniuliza, nilimsikia siku moja mzee Kaduguda anaoji kweli Yanga ndio walawazuia Simba. Hivyo mimi na wewe tujiulize, kweli tuna uhakika Yanga ndio wamewazuia Simba wasiingie? Kweli kabisa watu wazima tunaweza tukasimama na hoja tukasema Yanga ndio walawazuia Simba wasiingie uwanjani siku ile wakafanya mazoezi? Sasa hapa kuna mchezo umechezeka, na ndio maana hata juzi walivyoenda kwenye kikao kile na bodi ya ligi Yanga, ndio unakuta yale yaliibuka kwamba kuna kiongozi mzito wa serikalini alitoa maelekezo. Kumbe kuna watu walishinikiza ile hali itokee. Sasa kama kuna mtu alitoa maelekezo, leo kwa nini wanakuja kutajwa mabouncer wa Yanga? Alafu kinachochanganya zaidi, huyo mkurugenzi nani sio wa bodi ya ligi, inasemekana yeye ndio kwenye kikao anasema kulikuwa na maelekezo kutoka serikalini. Lakini kuna barua yake moja aliandika akisema kwamba uchunguzi uliofanyika ule wa awali kwamba vinaashiria, kuna viashiria na mabouncer Yanga walikuwepo wakiwazuia watu wachezaji wa Simba na viongozi wa Simba wasiingie. Sasa hizi ni contradiction, yani ambazo zinajitokeza kiasi ambacho wanachona kuelewa. Kwa nini mchanganyiko huu utokee? Yani tumefikia hatua sisi Tanzania bodi yetu haiko makini. Kwa nini iwe na lugha mbili? Moja, wamedelay kutoa information. Hizi taarifa tulitaka tuzipate mapema. 2, barua zao zilikuwa zinasema walisemekana kuna mabouncer wa Yanga. 3, Simba wenyewe waliozuiwa wanasema walizuiwa na watu wa Yanga. Hapo kuna meneja wa uwanja sio alizuiwa. Hapo wametaja commissioner sio wa mchezo. Sasa
najiuliza, wajibu na kazi ya bodi ya ligi ni nini? Inasimamia nini? Na wakati pale watu wanapokwenda uwanjani kufanya mazoezi yao, pale bodi ya ligi wanakuwa wapo kuangalia kwamba timu husika inayotakiwa kuja kucheza mazoezi wapo. Sasa haya ni mambo ambayo kusema ukweli yameleta sitofahamu, na ndio maana sasa hivi hali imekuwa mbaya, na sio mbaya tu, imekuwa chafu sana, kwa sababu mpaka Yanga wanafikia hatua ya kusema hivi, hatuna imani na CEO wa bodi ya ligi, hatuna imani na katibu mkuu wa TFF, hatuna imani na kamati ya 72 ya bodi ya ligi. Haya, hizi ni hoja zina mashiko, na si kwa sababu ya Yanga watapata faida. Sio kwa sababu Yanga itapata faida. Watapata faida hata na timu zilizokuwa mikoani zinazoshiriki ligi kuu, kwa sababu hizo timu ndio zinaonewa sana na marefali. Timu hizo ndio zinaonewa sana na maamuzi. Timu hizo zinaonewa sana na makadi mekundu. Timu hizo zinafanywa uhuni wa kila aina kupitia hizo timu zetu kubwa za hapa mjini. Sasa hichi wanachokipendekeza Yanga ni kuunusuru mpira wetu wa Tanzania. Kuunusuru mpira wetu kabisa, kwa sababu mpira wetu unaanza kuchezewa. Mpira wetu umeanza kushafuliwa. Manake imefikia hatua sasa Yanga wanajibiziana na bodi ya ligi na nani wanajibu. Haya, tuangalie bodi Yanga walishatoa taarifa kwamba hivi mbele ya bodi ya ligi kwamba ule mchezo wa tarehe 15 hatuchezi, labda ukipangiwa siku nyingine itakayofaa na mapendekezo yetu haya yakatekelezwa. Na bodi ya ligi wakaamua kwamba hivi watayafanyia kwa muda wa haraka zaidi kwa maelekezo yaliyotoka. Lakini unaona baada ya kile kikao, sio wa bodi ya ligi kaja na maneno yake, Yanga wakaja kucrash yale maneno. Manake kilichozungumzwa kwenye kikao ni vitu viwili tofauti. Vitu viwili tofauti. Sasa ama viongozi kama mmekubaliana mnaenda kuzungumza ajenda fulani na msimamo hivi na hivi, kwani tusiwe wazi kwenye jamii inaupenda mpira? Sasa unakuta kuna yani nilichogundua mimi, kuna maneno ya bodi ya ligi ya kujinasua wasionekane kwamba nini kilichokubaliana, na Yanga wamesimama kwenye msimamo wao. Manake hapa inaonyesha kabisa bado ile bodi ya ligi na kamati ya masaa 72 na viongozi waliotajwa bado wana uhitaji wa kuendelea kuwa madarakani. Kwa hali hii iliyotokea, ndugu mwandishi, hii ya sasa hivi iliyotokea, hata ukiwa na akili ndogo, bodi ya ligi na wajibu kabisa kujiuzuru. Tena sio bodi ya ligi, hata na shirikisho lenyewe kabisa. Hali imekuwa mbaya sana. Kwa sababu gani? Ya malumbano. Sasa hivi mtandao au media ni nani sasa imepanuka. Haya yanayotokea ya malumbano dunia inasikia. Wenye mpira wa FIFA wanaona, CAF wanaona haya na lumbano. Tuna hosti chani, tuna hosti sio AFCON, si ndio? Kwa madudu haya wenye mpira wao wanasikia kwa madudu haya. Hii ni kuletea taifa aibu. Hata ile sifa ya ligi bora isiyo ya 5 sio ya 4 barani Afrika sio duniani haipo tena. Haipo. Kwa sababu kuna vitu tumejiwekea kanuni, tumejiwekea utaratibu, afu havifuatwi. Sasa hii haipo. Hii tunajiweka kwenye hatari moja mbaya sana. Na hao walioshikilia madaraka wanachongangania kungatuka. Hiyo wangengatuka hii na kuondoka, hii hali inakuwa shwari ndani ya dakika 10 tu. Watu wakitanganya baada ya dakika 10 shwari, Simba shwari, Yanga shwari, kila kitu. Lakini angalia kinachoendelea sasa hivi. Yanga ndo ana host ule mchezo na ndio mwenyeji, na yeye ndo anatakiwa tangaze viingilio, yeye ndo anatakiwa brand uwanja, yeye ndo anatakiwa atoe kila kitu, afanye kila kitu, maandalizi nini na nini, kila kitu. Na Simba mgeni akija apate nafasi ya kwenda ku training kabla siku ya mechi. Hebu angalia upande wa pili wa Simba wanaokuja na kauli. Jana wametoa barua, wanatoa maelezo kwamba wanahimiza bodi ya ligi itangaze nini viingilio. Simba nani kwenye mchezo huu? Simba nani? Lini Simba kasimama akawahimiza bodi ya ligi au Yanga wakawahimiza bodi ya ligi kwenye mchezo wa Simba mwenyeji wakasema wakatoe viingilio? Manake tunatengeneza kama nongwa.
Sioni sababu kwenye mgogoro huu ambao Simba amepata favor mpaka ukaahirishwa, leo wakajiingiza wakaanza kutoa matamshi. Wanahimiza watu tiketi zilizotumika sijui tarehe 8 ziendelee kutumika. Nani kawaambia? Sasa unaona mpira unachafuliwa kwa namna hiyo. Katika hiyo barua ya Simba nao wanaungana wakati mwingine na Yanga eti kuwasapoti Yanga kwamba zile taarifa bodi ya ligi ambayo taarifa haijatoka wanatakiwa itoke. Sasa kweli wewe Simba kuna management hapa, kuna watu wasome, kuna viongozi kina Manguku, kuna viongozi wa Simba wamechaguliwa wenye weledi, wanamtuma msemaji wao wenyewe wanatoa taarifa kama ile ambayo inajicontradict wenyewe kwa wenyewe. Sasa huko ndo kuchafuka kwa mpira. Na ndio maana umekuta wazee wa Yanga walitamka, viongozi wa Yanga kupitia wanachama. Maana viongozi wa Yanga sasa hivi wanasikiliza matakwa ya wanachama. Wameongea pale, sasa hivi watu wametulia. Malumbano haya Simba hataki kuyaingilia. Yeye ni mdau lakini anatakiwa kuyaingilia. Yanga wapambane na Simba pale. Yanga wanapambana na bodi ya ligi. Wanapambana na viongozi wa TFF. Haya, wametoa ripoti, inasemekana ripoti ipo. Ambaye inaonekana ripoti kuna mkuu kiongozi mmoja wa serikali alitoa maelekezo. Wasubiri ripoti. Maana sasa hivi hatima ya kutolewa ripoti itatoka tu. Mimi na hakika itatoka. Unaona? Sasa mimi naona sasa hivi tunakuelekea mpira unachafuka, mpira unaharibiwa. Yani mpira tuelekee tunaenda wapi? Tuna mashindano makubwa tutahosti, lakini babu haya mambo yanaendelea na wenye mpira wao wanasikia, wanaona kinachoendelea. Mimi ni waombe. Narudia tena. Bodi ya ligi, shirikisho la mpira wetu TFF, pamoja na kamati ya masaa 72 wawe waungwana. Wao sio wa kwanza kukaa pale. Walikuwa viongozi wengi wamepita. Amepita Elimamri, ameondoka. Wamepita kina Malinzi, wameondoka. Wamepita kina Tenga, wameondoka. Wamepita kina Lage, wameondoka. Wamepita kina Dolanga, wameondoka. Ifike basi wenye mpira wao. Jamii imeshasema ili kuinusuru nchi yetu, kunusuru machafuko yasiokuwa na maana. Tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa kuchagua viongozi wetu wa kiserikali. Hii wajinusuru tu, waachie ngazi. Waache kwani ili amani itulie ndani ya dakika 10. Kuliko sasa tukaanza tunakuelekea kubaya. Wewe angalia kama jana yale malumbano, bandika bandua. Yanga anatoa hichi, TFF anatoa hichi. Yanga anatoa hichi, mdhamini anatoa hichi. Yanga anatoa hichi, sio nani anatoa hichi. Tunakwenda wapi? Yanga wana haki kudai zawadi zao zaidi ya misimu 3. Wana haki. Bodi nani TFF wasingetafuta malumbano. Jamani, kama ile barua yao walitoa mara ya kwanza kwamba mtu wa mahesabu wenu aje hapa tukague naye, watoe majibu atatolewa baadaye. Kama walivyokuwa wanasema ripoti itatolewa baadaye. Mbona watu walikaa kimya? Wakasema ripoti ya mchezo kuahirishwa tarehe 8 itatolewa baadaye. Mbona watu wamekaa kimya zaidi ya miezi 3-4? Kwani lile la jana linaoendelea si wangeweza kutumia busara tu kusema basi tuendelee kuangalia mchakato ili kuaje nini na nini? Kwa sababu hilo jambo lilikuwa la muda mrefu. Sasa tunakuelekea ni kubaya na kunasikitisha na inasikitisha zaidi kama hilo liloibikwa zawadi ya ubingwa. Mimi kwa uelewa wangu najua zawadi za ubingwa hata kama TFF waliamua kuwakata Yanga kupitia pesa zao za ubingwa wa federation, basi kama kulikuwa na makubaliano, mimi nafikiri mara nyingi fedha zile zinakatwa kwenye gate collection. Ndio zinakwenda huko. Lakini zawadi sasa hivi inaonekana hela za mabingwa hao kija kutokea zitakuwa zinakuwa ended na shirikisho. Ndio hayo madhara yake. Sasa ingependeza kabisa hata kama next time finali itakaichezwa. Nani mdhamini CRDB Bank, na muomba CRDB Bank na management ya CRDB naiomba sana. Sasa hivi zawadi watoe wenyewe. Pale nani bingwa anapopatikana wanachukua undi ya mfano wa bao wanawakabidhi Yanga au Simba au Azam au timu yote itakayofanikiwa, alafu TFF labda wapewe dhamana tu wa kusimamia ligi yawe mashindano na kupanga ratiba na vitu vingine. Kama vitahitaji hela watapewa, lakini swala la zawadi ya mtu wapewe. Kwa sababu kama inatokea kumbe wachezaji wanatakiwa walipiwe vibali kupitia TFF, afu TFF wanatumia pesa hiyo hiyo walopata Yanga kuioz ili kitokea wao wanaikata. It's not fair. It's not fair. Sio makubaliano. Sasa hili limetia aibu.
hata kwa shirikisho lenyewe limewaletea aibu. Limewaletea aibu. Sidhani kama kuna agreement au makubaliano ya kusema pesa hii ikiingia basi tukatwe au tumalizane. Mimi sidhani kama kuna agreement. Lakini kama kuna agreement, kwa nini hili swali lisingeendelea kwa kimya kimya mpaka linatoka hadharani? Kwa sababu wameona